Ni kongamano la watu wenye mahitaji maalum. Wanakuja pamoja, wanamuomba Mwenyezi Mungu, wakiwaombea viongozi wao wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, na Rais wa Zanzibar pia wakimweka kwenye dua hili. Ni watu wanakutana kutafakari ubora na umuhimu wa nchi yao, uzalendo wa taifa lao. Wanakaa pamoja, wanaacha kazi zao, wanaacha majukumu yao, licha ya kuwa ya changamoto, wanakutana pamoja kwa siku nzima kutafakari umuhimu wa amani katika nchi ya Tanzania. Ni jambo kubwa sana. Sisi wengine tungeweza kukimbia, ukatembea ukaja, lakini ninyi ambao mko hapa, una changamoto moja, aidha ya kutembea au ya kuona au ya kushika au ya kusikia, lakini wote hamkuangalia hizo changamoto, mmekutana pamoja kuliombea taifa letu. Tunawashukuru sana kwa niaba ya serikali. Asanteni sana. Tuna kila sababu ya kuwashukuru. Wako wengine mnaendesha bajaji, mnatafuta riziki, mmeacha kutafuta riziki zenu, mmekuja hapa. Sasa tunakwenda kwenye zoezi la uchaguzi la kupiga kura tarehe 29 Oktoba. Mimi sio mpenzi sana, lakini waga nasikia kwenye mitandao. Niwahakikishieni kwa niaba ya serikali, na mimi zaidi ya 90% mkiwa wafanyabiashara na wakazi wa Ilala, jiji hili la Dar es Salaam, niwahakikishieni Dar es Salaam ni salama, Ilala ni salama sana. Tunao wajibu kama serikali kuhakikisha tunasimamia uchaguzi uende kwa uhuru na wa haki. Kama serikali, wenyewe mmesikia Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndiye amiri jeshi mkuu, amezungumza swala na ameapia yeye kama amiri jeshi mkuu kusimamia amani na usalama wa Tanzania. Kwa sisi kama wasaidizi wake, ni wahakikishieni tuko salama sana. Na hao wote wanaoposti mnayoona anayepostiwa, hakuna hata mmoja anayeposti akiwa ndani ya nchi hii. Hakuna. Wote wanaoposti wanaposti mambo ya wapi? Ya wakiwa huko. Kwa nini nasema? Mimi hapa wengi wafanya biashara, uongo kweli? Wengi tunaendesha bajaji, tunawabeba watu, uongo kweli? Wengine mashehe hapa, uongo kweli? Tuko misikitini na wachungaji. Niambieni, biashara Kariakoo ifanyiki? Barabarani hatutembei, salamu hatupeani, maisha yetu hayaendi. Wanapika hadithi, wanachukua story hii wanaunganisha na hii, wanapika. Kazi yao ni kutafuta kufarakanisha. Dua hizi zinavunja na kulegeza mipango yao, na hawawezi kufua dafu. Kwa sababu gani? Watanzania wanapenda amani kwa maisha yao. Mtanzania yeyote anapenda nini? Amani. Mimi nitazungumzia amani, na niliwahi kuzungumza katika bunge la mwaka 2020. Ikitokea vita, wanaoathirika ni walemavu, wanawake na wazee na wagonjwa. Maana ukishakuwa mzee tayari unarudi katika ulemavu. Kuna wengine wamepata stroke kwa hospitalini, hawezi kutembea. Je, ataiweza hii vita? Unaposikia vita, kuirudisha amani tena inakuwa ngumu. Nchi zote ambazo zinaingia kwenye vita wanaitafuta amani, hawajua wataipatia wapi. Kwa mfano leo Gaza, watu wamekatika miungu, watu wamekufa, watu wamebomolewa majumba yao, watu wanaishi katika maisha ambayo ya huzuni. Unafikiri watakuwa na furaha tena? Wamefiwa na watoto wao na wapendwa wao na ndugu zao. Basi na maumko ndio wanazungumza marehemu. Je, unaitamani hiyo hali? Kwa viongozi wetu wa dini wazidi kuiombea serikali ingie katika amani. Bila amani hamna kilimo, mtalima mlimi. Bila amani hakuna uchumi, mtachimba madini ya mchimbi. Leo Kongo kuna dhahabu, lakini nchi imekuwa maskini kwa ajili ya kuna amani. Sisi chama cha watu wenye ulemavu tunahitaji amani. Kama ilivyozungumziwa
na wenzangu waliopita, amani ndio kila kitu kwa sisi watu wenye ulemavu. Bila amani hakuna maendeleo, bila amani hakuna kinachofanyika. Tunasisitiza walemavu na watu wengine tuombe amani ipatikane katika nchi yetu, kwani amani ndio inasababisha watu walale, waamke, wafanye shughuli zao za kila siku. Kwa hiyo tuombe viongozi wetu waliotia nia, tuombe wafanikiwe pale walipoomba, basi Mungu awafanyie wepesi.